Shajara ya Anne Frank. Mnamo mwaka wa 1929, Anne Frank alizaliwa mjini Frankfurt, Ujerumani. Alikuwa msichana mwenye akili na shauku nyingi, aliyependa kusoma vitabu na kuandika hadithi. Siku zake zilipita kwa kicheko pamoja na familia yake mezani wakati wa chakula cha jioni, na kwa kushiriki ndoto za baadaye na marafiki shuleni. Wakati huo, Anne bado hakujua kwamba kuandika siku moja kungekuwa nguvu kubwa zaidi ya kumshikilia. Mnamo mwaka wa 1933, Hitler alipokuja madarakani, ubaguzi na mateso dhidi ya Wayahudi yalianza. Familia ya Anne ilikatazwa kuingia bustanini kwa sababu tu walikuwa Wayahudi, na masharti shuleni na kazini yalizidi kuwa magumu kila siku. Alama za kuwakataa Wayahudi zilionekana mitaani kote, na macho ya watu yakazidi kuwa baridi kadri muda ulivyopita. Anne hakuweza kuelewa kwa nini alitendewa tofauti, si kwa sababu ya yeye ni nani, bali kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Kadiri Ujerumani ilivyozidi kuwa hatari, familia iliondoka na kuhamia Amsterdam nchini Uholanzi. Lakini vita na chuki vilivuka mipaka na kuwafuata, na hata huko hakukuwa salama tena. Katika majira ya joto ya mwaka wa 1942, barua ilifika ikimwamuru dada yake Anne, Margot, kuripoti katika kambi ya kazi. Walipotambua kwamba hawawezi kusubiri tena, familia iliamua kutekeleza mpango wa kujificha waliokuwa wameuandaa kwa muda mrefu. Ng'ambo ya mlango uliokuwa umefichwa kama rafu ya vitabu, palionekana nafasi nyembamba na yenye giza. Mwanga wa jua uliingia kwa shida sana, na mahali pale palikuwa panabanana kiasi cha kufanya kupumua kuwa kugumu kwa watu wengi waliokuwapo. Hapa ndipo palikuwa kiambatanisho cha siri ambacho familia ya Anne na familia nyingine za Kiyahudi zililazimika kujificha pamoja. Katika dari hili, Anne alianza maisha marefu yaliyokatika kutoka kwa dunia ya nje. Wakati wa mchana, walilazimika kuwa makini na kila sauti ili wasigunduliwe na wafanyakazi waliokuwa chini. Hata kicheko kidogo au sauti ya kiti kikisuguliwa ingeweza kutishia maisha ya kila mtu. Kupitia ufa mdogo dirishani, Anne aliweza kuona barabara ambako maisha ya kawaida yaliendelea kana kwamba hakuna tatizo. Kwake, mandhari hiyo ikawa dunia ya mbali ambayo hangeweza kuifikia tena. Mnamo mwaka wa 1942, katika siku yake ya kuzaliwa ya miaka 13, Anne alipokea shajara yenye miraba miekundu. Aliipa jina Kitty na akaanza kuandika kana kwamba alikuwa akizungumza na rafiki yake wa karibu zaidi. Shajara ikawa mahali pekee alipoweza kushiriki mawazo na hisia zake kwa uaminifu, mambo ambayo hangeweza kumwambia mtu mwingine yoyote. Alipoendelea kuandika, Anne alihisi waziwazi moyo wake kuwa mwepesi zaidi. Anne aliandika hofu yake na upweke wake, pamoja na upendo wala familia. Ingawa mwili wake ulikuwa umenaswa katika nafasi nyembamba, kuandika kulimfanya ajisikie ameunganishwa na dunia. Hisia ambazo hangeweza kuzitamka kwa sauti zilianza kuchukua umbo la sentensi. Kwa Anne, shajara haikuwa tu kumbukumbu, bali ilikuwa chombo cha kulinda moyo wake. Anne aliandika kwa uaminifu kuhusu nyakati alipoumia na kukatishwa tamaa na wengine. Hata hivyo, aliandika kwamba alitaka kuamini wema wa watu. Kadiri dunia ilivyozidi kuwa katili, Anne alishikilia matumaini kwa nguvu zaidi. Imani hiyo ilikuwa nuru ndogo ambayo haikuzima kirahisi, hata katika dari lenye giza. Anne mara nyingi aliandika katika shajara yake kuhusu ndoto yake ya kuwa mwandishi au mwandishi wa habari. Alitamani kwamba vita vitakapokwisha, angeweza kurudi shuleni na kusoma na kuandika kwa uhuru tena. Ingawa alikuwa amenaswa katika nafasi nyembamba, mawazo na fikra zake daima zilielekea katika siku za usoni. Ndoto ni kitu ambacho hakuna ukuta wowote unaoweza kukifunga kabisa. Maisha ya kujificha hayakudumu miezi michache tu, bali mwaka mmoja, kisha miwili. Kadiri muda ulivyopita, mvutano na wasiwasi viliongezeka, na migogoro kati ya waliokuwa wanaishi pamoja ikaongezeka. Anne aliandika kwa uaminifu kuhusu hisia zake tata na migogoro na mama yake. Maandishi yake yakawa ya kina zaidi, na mawazo yake yakakomaa kwa haraka.
Anne mara nyingi aliangalia anga kupitia ufa mdogo dirishani. Mwendo wa mawingu na ndege wanaoruka vilionekana kwake kama alama za uhuru. Nyakati hizi fupi zikawa faraja ya thamani iliyompa nguvu ya kuendelea kuishi. Kwa Anne, anga lilionekana kuwa ushahidi kwamba matumaini hayakuwa yamefungwa kabisa. Mnamo mwaka wa 1944, ukimya wa maficho uliodumu zaidi ya miaka miwili ulivunjika ghafla. Mtu fulani alisaliti na polisi wa siri wa Nazi wakavamia kiambatanisho hicho. Nafasi iliyofichwa nyuma ya rafu ya vitabu ikafunuliwa na kila mtu aliyekuwamo akakamatwa. Shajara ya Anne ikabaki imetapakaa sakafuni. Anne na familia yake walitumwa Auschwitz baada ya kupitia Westerbork. Uhalisia huko ulikuwa mkali zaidi kuliko hofu yoyote waliokuwa wamewahi kuijua. Njaa, baridi na magonjwa yaliendelea kuudhoofisha mwili wa Anne. Shajara haikuweza kuendelea tena. Mwanzoni mwa mwaka wa 1945, Anne Frank alianguka kwa ugonjwa katika kambi ya Bergen-Belsen. Kulikuwa na chakula na dawa kidogo sana, na watu wengi waliteseka kwa baridi na magonjwa. Anne aliugua ugonjwa wa mlipuko na polepole akapoteza nguvu bila matibabu sahihi. Akiwa na umri wa miaka 15, bila familia yake wala maandishi yake kando yake, alifariki kwa utulivu. Baada ya vita kumalizika, ni baba yake tu, Otto Frank, aliyerudi akiwa hai. Aliposoma shajara ya binti yake, alikutana na dunia ya ndani yenye kina ambayo hakuwa ameijua hapo awali. Hakuweza kuchapisha kila kitu kama kilivyokuwa, hivyo baadhi ya sehemu ziliondolewa au kurekebishwa. Hata hivyo, Otto aliamua kwamba hadithi ya Anne ilipaswa kushirikiwa na dunia. Shajara ya Anne haikuhusu vita pekee, bali pia mkanganyiko na mabadiliko ya kihisia ya ujana. Aliandika kwa uaminifu kuhusu mwili wake uliokuwa ukibadilika na migogoro yake na mama yake. Sehemu hizi binafsi hazikuchapishwa katika toleo la kwanza. Hata hivyo, zinaonyesha wazi jinsi Anne alivyokuwa mwandishi wa kweli. Shajara ya Anne hatimaye ilichapishwa na kushirikiwa na dunia. Kumbukumbu binafsi ya msichana mmoja ikawa hati ya kihistoria inayoshuhudia ukatili wa vita. Kupitia muda na mipaka, wasomaji wengi sana waliguswa kwa undani na maneno yake. Sauti ya Anne inaendelea kusomwa hata leo. Anne Frank aliishi maisha mafupi, lakini mawazo na maswali yake hayakutoweka. Shajara yake ilithibitisha kwamba hata gizani, maneno yanaweza kuacha cheche za matumaini. Maandishi ya Anne bado yanazungumza nasi leo. Yanatuuliza tunapaswa kukumbuka nini na tunapaswa kuishi vipi.